Kitabu cha Kutoka mlango wa 14 kifungu cha 21 na 22. Kitabu cha Kutoka 14 kifungu cha 21 na kifungu cha 22. Musa akanyosha mkono wake juu ya bahari. Bwana akaifanya bahari irudi nyuma kwa upepo wa nguvu utokao mashariki usiku kucha. Akaifanya bahari kuwa nchi kavu, maji yakagawanyika. 22. Wana wa Israeli wakaenda ndani kati ya bahari katika nchi kavu, nayo maji yalikuwa ukuta kwao, mkono wa kuume na mkono wa kushoto. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru na kuinua. Ninaomba Baba ukapate kunena nasi mchana wa leo. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Tunapotazama maandiko ya mchana wa leo, Biblia inaongea juu ya wana wa Israeli walipotoka katika nchi ya Misri. Bwana Yesu asifiwe. Mahali walipoishi miaka 400 wakiwa katika maisha magumu, maisha ya shida, maisha ya kung'ang'ana, maisha ya kuchapwa, maisha ya kazi ngumu, na waliishi maisha yao miaka hiyo yote wakiwa wanapitia hizo shida, wanapitia matatizo, wanachapwa, mara nyingine wanapewa kazi isipoisha, wanachapwa na kazi zao zilikuwa hazina mshahara. Maana maandiko yanasema walikuwa watumwa. Bwana asifiwe. Na mtumwa halipwi, ni mtu wa kufanya kile ambacho bwana wake anataka na ni basi. Na mara nyingine yule bwana wake anapoandika will ya kwamba nikifa nataka nizikwe na mtumwa wangu, hauponei. Ile siku atakayokufa, hata ukiwa hai, wanachimba kaburi, waeke maiti, wachukue mtumwa, waeke hapo ndani pamoja, maana ameandika, maana mtumwa hana mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Na wana wa Israeli wakawa watumwa miaka 400. Maandiko yanasema ikafikia wakati Mungu akataka watoke katika nchi ile ya Misri, maana alikuwa amewapa ahadi ya kwamba kuna mahali, kuna nchi mahali, na hiyo nchi ni nchi ya furaha, ni nchi ya amani, ni nchi ya vitu. Biblia inasema ina maziwa, kwa hivyo ina nyama. Mahali kwenye maziwa kuna nyama, maana maziwa hutoka kwa ng'ombe, kwa ngamia, kwa mbuzi, kwa kondoo. So mahali kuna maziwa kuna nyama. Na anasema hiyo nchi nayoenda ni nchi yenye maziwa na ni nchi yenye asali. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo nchi, na kwa hivyo ni nchi ambayo pia ni nchi ambayo watu wana afya zao. Unajua mtu anayekula asali, asali ni dawa ya magonjwa yote. Ushikwi na magonjwa. Unajua siku hizi magonjwa ni mengi siku hizi. Mara kansa, mara kuna hivi, mara kuna hivi. Maana hatuli asali. Zamani tulikuwa tunaenda tunawachoma nyuki, tunachukua asali, tunaishi tukiwa na afya zetu. Magonjwa tunayasikia kule ambako hakuna asali. Na sasa sikule asali, maana ni tamu tena inaondoa magonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Anasema huko mnakoenda kuna maziwa na kuna asali, lakini mahali wako ni mahali kwenye matatizo, shida, tabu, kuchapwa, kutukanwa, kuudhika, kutatizika. Na ndiyo maana Mungu akawatoa. Biblia inasema wakati alipowatoa wakiendelea na safari, maana ili utoke mahali huko unatoka kwa sababu kuna safari pia unaendea. Huwezi kutoka tayari ukafika, lakini kutoka ni process. Na hawa wakaanza kutoka na wakashika barabara, wakaanza kuenda. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, miaka wanaenda.
kama ni pale ukingoni, wakaendelea na maisha yao wakingojea. Lakini kitu kilichokuwa shida kubwa kwao ni kwamba wamefika kwenye bahari, na tena maadui zao nao wanakuja kwa bahari. Bwana Yesu asifiwe. So wakachanganyikiwa, wakawa hawajui ni nini wanaweza kufanya ili watokane na ile shida. So wakawa bado wana ile shida, shida ile wametoka nayo Misri, wakichapwa, wakifanywa mambo mabaya. Shida ile wakawa nayo barabarani kwa sababu ya kutembea sana na kuumia. Shida ile wakawa nayo pale kwa bahari, maana hawawezi kuvuka na nyuma kuna maadui. Biblia inasema Musa akamlilia Mungu, maana wale wanadamu waliokuwa wakisafiri hawakumlilia Mungu. Biblia inasema walimlilia Musa, wakaanza kumlaumu Musa. Na hata saa hii mtu akifanya jambo kwa ajili yako ulihisi halijafanyika vizuri, si unamlaumu yeye. So wana wa Israeli wakawa wanamlaumu Musa, maana Musa ndiye alisababisha watoke pale mahali ambapo walikuwa wanachapwa, lakini wakasahau walikuwa wanachapwa. Mahali walipokuwa na matatizo wakasahau kwamba kulikuwa na matatizo, na wakaanza kumlalamikia Musa. Na maandiko yanasema wakamwambia Musa, kitu ambacho walikuwa wanakumbuka ni chakula. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hata leo ukiwa na harusi, kama watu hawatakula, harusi yako itasahulika. Tabia ya wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Tabia ya wanadamu. Na ndio maana hapa Kenya pia kuna region moja, sitaitaja region moja, ambayo kama unataka kiti, hawana haja ya kutengezewa barabara, hawana haja ya kujengewa nyumba, hawana haja ya kujengewa sijui ni nini, sijui school fees. Wakakiti wamuone kila matanga amechanga chakula, na huyo mtu atakiti. Region moja hapa Kenya. Bwana Yesu asifiwe. So hata kama hutaenda lakini unataka kiti, lakini utajwe kwa hiyo region ya kwamba leo fulani ametuletea 5,000 kwa ajili ya haya matanga, tayari huyo region utapita. Lakini ukiwapelekea barabara hawana haja nazo, maana wamezoea kutembea zile barabara zao. So chakula kikasababisha wana wa Israeli wakikumbuke na wasahau mateso. Na ndio maana mara nyingine kuna jamii ama wamama mara nyingine huteseka sana. Na wanateseka kwa sababu gani? Kwa sababu nyumbani alipoolewa kuna chakula, lakini makofi yako. So makofi hata yaona ndona nini? Chakula. So atakwambia hata kama utanifanya nini siondoki, nimemea hapa kwa sababu ya chakula. Bwana Yesu asifiwe. Na wengine ndio kama wanaozesha watoto wao wanamuuliza mtu, una kazi gani? Maana lengo lao ni mtoto akale na hao wale chakula. So wana wa Israeli hapo wana makosa kukumbuka chakula. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko nasema wakakumbuka chakula, wakakumbuka vitunguu saumu, wakakumbuka matikiti. Matikiti ni watermelon. Fruits. So walikuwa wanakula vizuri hata kama wanachapwa, maana chakula iko na fruits iko. Na wakaanza kumlilia Musa, we Musa, ule tuambia unatupelekea mahali kuna maziwa, mahali kuna asali, mahali tutakula vizuri. Maana kile kitu ambacho kiliwafanya watoke haraka kule Misri wakiwa na furaha ni chakula, maziwa na asali, si chakula. Hicho ndicho kiliwafanya watoke na furaha, lakini kumbe ile ukifikie kuna matatizo. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema Musa alipomlilia Mungu, Mungu akamuuliza, kwani umeshika nini? Chukua fimbo yako yapige maji. Bwana Yesu asifiwe.
Na unapoyapiga maji, wana wa Israeli watapita, watavuka. Na maandiko anasema Musa akainua fimbo akayapiga maji, na alipoyapiga maji yakagawanyika mara mbili, yakafanya barabara katikati. Na maandiko anasema yale maji wakati yalipogawanyika huku na huku, hayakuwa maji tena, yalikuwa ukuta. Bwana Yesu asifiwe. So hata mtu angepiga ngumi angeumia, maana yamekuwa ukuta huku na yamekuwa ukuta huku, na katikati ni barabara. Wanapita, wanaenda katika nchi ile ambayo imejaa maziwa na imejaa asali. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niseme nini siku ya leo? Ya kwamba kwa miaka mingi na kwa siku nyingi, inawezekana umeishi maisha ya matatizo, maisha ya shida, maisha ya dhiki. Inawezekana furaha yako ni siku kidogo, ni sehemu ndogo ya maisha yako ndiyo huona furaha, lakini sehemu kubwa ya maisha yako ni dhiki. Bwana Yesu asifiwe. Maana magonjwa ndani ya jamii yako hayaishi, ni dhiki. Akishikwa mama anatibiwa, anaombewa, akipata nafuu ameshikwa. Akitoka mzee akipata nafuu amerudiwa mama. Shida. Wengine ni shida ambayo imewazonga kwa sababu chochote anachokifanya hakifanikiwi. Amejaribu biashara wapi? Kajaribu kufuga wapi? Akajaribu kuajiriwa wapi? Akajaribu hata kuibia wenzake, hafaulu hivyo. Akamwibia hata Mungu, bado hajafaulu mpaka leo. Siku na watu wanafikiria akiiba ataenda mbele, si ndio? Sasa wameacha kuibia wanadamu, sasa wanaibia mpaka nani? Sasa Mungu mwenyewe hanioni, sasa nini? Namwibia tu na wanaiba. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kitu ambacho huwa mimi nashangaa, kama Mungu unaweza muibia, mwanadamu atakushinda? Amtake kunijibu, wanaojibu ni wachache. Kama Mungu unaweza kumwibia, mwanadamu atakushinda? Bwana Yesu asifiwe. Na shida zimejaa, na ndio maana amejaribu kila kitu mpaka suluhisho amefikia. Sasa hata huyo Mungu anamwibia, na bado shida iko pale pale. Bwana Yesu asifiwe. Watu wamekuwa wakipitia matatizo mbalimbali katika maisha yao, wamekuwa wakipitia shida mbalimbali. Mtu ametamani kufanya jambo, lakini miaka inaenda halifanyiki, na hata amejaribu hata kulibandikiza mtu mwingine kwamba ndiye sababu kwa nini hafanikiwi, bado hafanikiwi. Bwana Yesu asifiwe. Kule mashambani hata kuna watu wameuawa, wamepigwa vipanga kwa sababu ni kizuizi cha mtu mwingine kuendelea, lakini yule mtu ambaye alimpiga kipanga kwa sababu hajaendelea bado mpaka leo, bado hajaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa yule aliyekuwa ni sababu hayuko, ni nini kinafanya tena hujaendelea? Bwana Yesu asifiwe. So Mungu anasema na sisi mchana wa leo ya kwamba ana uwezo wa kututoa katika hiyo dhiki ambayo tunapitia. Ana uwezo wa kutuondoa katika yale magonjwa ambayo tumekuwa nayo.
ana uwezo wa kutuondoa katika ile shida ya kazi ambayo tuko nayo. Ana uwezo wa kututoa mahali ambapo hatuwezi kukaachilie fimbo yake. Maji yaliyokutatiza yagawanyike mchana wa leo. Maji yaliyokutatiza yawe sehemu mbili. Maji yaliyokutatiza yasionekane tena. Maji yaliyokutatiza yaondoke katika maisha yako na uanze kutembea katika nchi kavu. Upande huu hauna adui, maana kumekuwa na ukuta. Upande huu hauna adui, maana kumekuwa na ukuta. Katikati unapita, hakuna mawe ya kukuumiza. Huo ndio mpango wa Mungu ambao mchana wa leo anaenda kufanya katika maisha yako. Piga Bwana makofi. Maana watu hujenga ukuta kwa sababu ya usalama. Na hapa maandiko yanasema maji yanapogawanyika, yale maji ambayo yanakutesa, ambayo yanakufanya huoni mbele, hujui utafika, hujui unafika. Maji yamejaa, umefika katika ukingo, lakini mchana wa leo maji yanagawanyika, maji yanagawanyika, maji yanagawanyika, na yanafanya ukuta pande zote. Hata risasi itoke, itapiga huko, wewe unapita kwa salama. Bwana Yesu asifiwe. Musa akaambiwa usinililie, yapige maji, maana maji ndiyo yamesababisha wana wa Israeli walie. Maana maji walioyaona yamewasababishia waanze kulalamika. Maana maji ni kizuizi kwao cha kuvuka, na nyuma maadui wanaendelea kuwafuata. Lakini Mungu anasema mchana wa leo, kama maji yako na ugonjwa utagawanyika mara mbili, na huo ugonjwa unapokatika, wewe unakuwa na afya na unaendelea na safari yako, ili ufike mahali kuna chakula, mahali kuna maziwa, mahali kuna asali, mahali kuna vitu, kwa sababu Mungu anaachilia. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kama kuna kitu kina bei kubwa ni asali. Mtungi mmoja wa asali unaweza kuwa shilingi ngapi? Dungi waliteshi zaidi ya 20,000 kwa kibakuli. Ikawa nataka nile na mkate 50, vijiko viwili. Kwa mtungi na vijiko vingapi? Bwana Yesu asifiwe. Naweza shinda dhahabu. Vijiko viwili mpaka nikashanga. Sasa hivi vijiko nasema nileteni kisi mbili za mkate, leteni na chai, naona asali, tilieni asali. Nikaona kijiko patikiwa 2. Sasa vijiko vingapi vinajaza tu? So walikuwa walipovuka walikuwa wanaenda katika utajiri. Ndio maana hata sasa wana wa Israeli walipovuka bahari ya Shamu, mpaka leo wana wa Israeli ni matajiri. Bwana Yesu asifiwe. Nikakumbuka wakati mmoja Kenya haikuwa na chakula. Haikuwa na chakula. Kulikuwa na njaa nikiwa mdogo. Na rais wetu wakati huo akiwa ni Moi akaleta mahindi yaliyooza, tukaambiwa yametoka Israeli, ni ya ng'ombe, lakini yamekuja kuwasaidia. Mahindi ya muozo. Nani aliyasikia hayo mahindi jamani? Tena yalikuwa yellow. Bale aliyasikia. Haba aliyasikia. Nyinyi hamkuyasikia? Haideni hukisikia wewe. Na kule kwa sababu ya utajiri wameleta huku chakula ya ng'ombe, maana ng'ombe kwao ni nyingi, wanalima sana, wakaleta huku na sisi tunafurahia. Na tunajiramba mahindi ya muozo. Wakatoka mwaka mwingine kuna njaa tena.
Nyuma huko ndio kukatoka mchele wa chenga. Karibu wanakumbuka chenga. Mchele hii katika yani kana kwamba wametwanga mchele ule mzuri wakaeka kando, wa chenga wakapelekea maskini. Bwana Yesu asifiwe. Na mpaka leo hata kama kuna vifaa vya vita vizuri ni kwao. Kama kuna chakula kizuri ni kwao. Kama kuna ufahamu mwingi ni kwao. Kila kitu ni kwao. Na nchi inayotaka vita huwa hawataki Israeli waingilie. Maana wana vitu. Na mchana wa leo sisi tutakapovuka huu mto wa magonjwa tutapatana naye mbele zetu. Bwana Yesu asifiwe. Tutaendelea kukaa katika hizi shida ambazo zimetutatiza akili. Mpaka unavuka barabara na gari imefika karibu lakini huioni. Inafika karibu. Maana akili imejaa shida na mateso. Bwana Yesu asifiwe. Imejaa. Unatamani hata kutembea na 100 barabarani. Yaani kilo kwa barabarani akili sikiwe na kamia. Unatamani utavuka. Bwana Yesu asifiwe. Utavuka. Unajua kuna watu hata kushika 1000 iwe mfukoni na atembee barabarani akiwa na 1000, maana haina kazi, ni msamiati. Bwana Yesu asifiwe. Ni msamiati, ni Kiswahili ngumu. Kutembea na hiyo wanaita ndovu, kutembea na ndovu. Yaani hauwezi, maana shida zimejaa. Tuache 1000 kutembea na 200 ya pamoja. Hatukia kutembea na 200 ya pamoja. Ni msamiati. Ni shida. Mateso. Namwambia sasa. Na ndio maana kwa sababu wengi hawawezi kutembea na 200. Nikiitisha hii sadaka ya nini? Ya development. Ninakosa 100 kwa sababu gani? Watu hawatembei na 100 maana hawana. Lakini haijalishi huku wanazo, leo unavuka. Na unapovuka, si ndio utakuwa nayo. Ni zaidi ya kile ambacho unatamani katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa Moi ilikuwa ukitembea bila shilingi ilikuwa dhambi. Ni dhambi kwa hiyo serikali. Namkumbuki nyinyi wa Moi na Zia. Ilikuwa ni dhambi. Kwa sababu popote utakapopatikana ni usiku. Bora umekutana na polisi ana nafasi ya kukusimamisha, na ukisimamishwa hana shughuli nyingi. Toa kitu malizani. So kama huna hata shilingi anakuweka ndani. Hataki kujua umefanya nini. Siku hizi mpaka unaambiwa kabisa ninakushika kwa sababu umefanya ABCD. Wakati ule ulikuwa huambiwi kama umeshikwa na nini. Bora umeshikwa. Hata mtu akapiga simu akasema mshikeni yule, unaenda. Na hakuna ati utapelekwa kotini kesho. Ati ukilala leo kesho kotini tayari. Hakuna hiyo. Unaweza baki hapo seli miaka 3. Hawana shida na wewe. Si katiba tunayo sasa nzuri. Ishikwa tayari kotini tayari hukumu tayari umeachiliwa. Hiyo likoki. Nashikwa huna kosa lolote. Babangu akaja akashikwa mwenyewe hata analima. Yaani hakuwa analima, alikuwa anafunga mbuzi. Sasa pale alipokuwa anafunga mbuzi kuna fence
ya KBC booster. So anafunga shambani kwake, maana hiyo booster pia nusu ya hiyo shamba ya booster ilikuwa yetu. So wakatupatishia nusu, wakachukua nusu, japo walilipa kidogo. Sasa anafunga mbuzi huko kwa fence, kukawa kuna moto unawaka, maana ni kiangazi, na yeye yuko nje ya fence anafunga mbuzi. Wakaja wakamchukua, anasema, we mzee, unafunga mbuzi hapa na moto unawaka na hujui ni nani amewakisha kule. Sasa hata nini? Yaani unafanya kazi zako, unaambiwa kwani huoni moto unawaka kule? Na kwa nini hujui ni nani amewakisha? Sasa kajua vipi na mimi leta nafunga mbuzi zangu? Sasa kama moto unawaka karibu na unajua utachoma mpaka huko kwenye mbuzi, mbona huko angalia nani anawasha? Siku 3 tayari ndani. Bila kosa. Bwana Yesu asifiwe. Tukaenda tukaenda kumchukua, maana humchukui bure. Na haja apelekwa kotini, apelekwe mahali, kwa hapo ndani tu. Mwende mkamchukue. Mchukue mtu wenu mrudi nyumbani na ile pesa wametaka. Bradhangu mwingine walipokuwa wanamtoa akawa ana furaha, maana wamemtoa mzee anataka kuja nyumbani. Sasa akacheka, akashikwa, akaikwa ndani. Ambapo mzee alikuwa anateseka, wewe hata unacheka wewe, akaikwa ndani siku 2 zingine. Sasa unafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Amecheka ndani. Na haendi kotini. Hiyo. Nimetoka hiyo. Mateso. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu mchana wa leo anasema mateso tuliyokuwa nayo miaka yote yanaenda kukoma, maana ni siku yetu ya kuvuka. Bwana Yesu asifiwe. Hata wale watoto ambao kwa shule hawashiki vizuri, hawaelewi vizuri, hiyo shida ambayo mmekuwa nayo shule, wengine shule ni magonjwa na kuumwa na vichwa, hiyo shida mnavuka, na mnapovuka mtaanza kufanikiwa. Mnapomaliza hii hafta mnaanza kukanyaga shule, hayo mambo ya masomo yatabadilika. Hamtaendelea kupata 30 na 20, lakini sasa mnapovuka yule wa chini 75. 75 ni bure. 75 ni, na ndiyo hii kanisa yote mpaka mvuke. Hamtakuwa na matatizo hayo. Kama kuna kitu, kama kuna madeni umekaa nayo, unavuka. Maana hayo madeni mchana wa leo yanagawanyika na kunakuwa na barabara ya wewe kupita. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka mtu kama ni deni, lisiwe deni la shilingi 10, lisiwe deni la 300, lisiwe deni la 2000, lisiwe deni la 5000, lisiwe deni la 20,000, lisiwe deni ya 200,000, lisiwe deni la 1,000,000. Lakini kama utadaiwa, basi udaiwe kuanzia 5,000,000, maana umeinvest. Bwana Yesu asifiwe. Si madeni ya kununua unga, hapana. Tunajua kuna watu wanadaiwa madeni ya unga hapa. Ni vile hawatasema, lakini nikisema nyosha mkono hawatanyosha. Lakini madeni ya unga, ukienda dukani anadaiwa 2,000, kibanda cha sukuma anadaiwa 800. Bucha hawaendi sana, maana mwenye madeni ya chakula si rahisi sana huko bucha. Hiyo nyama anaitamani. Lakini shida anadaiwa mpaka na mchoma njugu. Yaani watu wamejaa madeni. Ukienda kwa kibanda ni madeni, ukienda kwa duka ni madeni, mpaka muuza njugu anakudai. Nataka nikwambie mchana wa leo, hayo madeni unavuka na unaanza kufika mahali ambapo hayo madeni yameisha. Bwana Yesu asifiwe.
Huwezi kuwa na mabeli mpaka ya njugu barabarani. Inasikia kutafuna. Cha kushangaza sasa, wengine wanadaiwa mpaka udongo. Semeni ashindwe huyo pepo. Yaani ameacha kudaiwa chakula mpaka anadaiwa udongo. Sasa uchukue tu mchanga ule, utadaiwa na nani? Na kila mahali mchanga huko. Tulikuwa na jirani miaka hiyo ya nyuma nikiwa mdogo. Najua nyumba zilikuwa za udongo. So kulikuwa na jirani mpaka tulikuja tukamfukuza mwanamke. Yaani havunji udongo kwao, lakini kila siku atafika hapo nyumbani na kuna mahali amelenga asema udongo hapo uko tamu. Sasa anapavunja, yani mpaka amevunja mpaka sasa pamekuwa na tundu. Ukiwa ndani ya nyumba waonekana na yeye ndiye amevunja, anakula tu. Dogo. Wangapi wanadaiwa udongo? Wangapi wanadaiwa udongo? Haya, tuachane na hiyo. Wangapi wanakula udongo? Nitakuombea hiyo hali itaisha. Wangapi wanakula udongo? Wangapi wanataka kuacha kula udongo? Utaacha leo. Utakula tena. Wangapi wanataka kuacha kula udongo? Pale. Hiyo spirit itaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Maana ni roho, si chakula. Na cha ajabu, hatujui huo udongo wenyewe umetoka wapi. Na pale umetoka, hao watu wenyewe hawaukuli. Hapo unachimbwa huo udongo, basi wale wakaji wa hicho kijiji hawakuli huo udongo. Kwa chakula sisi. Unajua kula udongo haina tofauti na umevuta sigara. Si uraibu. Haina tofauti na umekunywa pombe. Ni uraibu. Ni vile yule wa pombe atalewa, atapoteza fahamu, lakini hata wewe wa udongo pia kuna siku utalewa, maana kuna kitu kitaanza kudevelop. Huwa kinafanyika hapa. Wale wako kwenye hospitali wanaelewa. Inaitwa appendix nilio. Na inaanza kuleta shida. Lakini leo hiyo hali kwa jina la Yesu Kristo itaisha. Bwana Yesu asifiwe. Na tuanze kutembea tukiwa na furaha. Najua sometimes unaweza kukosa furaha kwa sababu ya kitu ambacho hakina maana. Yaani una furaha tu kwa sababu hata unaweza kuvunja bajeti zako kwa sababu unataka kununua udongo. Bajeti zimevunjika. Hii pesa imeenda wapi hata sijui, kumbe imenunuliwa udongo. Ya roho. Bwana Yesu asifiwe. Tutavuka. Maana maandiko yanasema ni mpaka tuvuke. Na tukivuka tutakula maziwa na asali. Cha ajabu wengine hawanywi maziwa hapa. Kama huni maziwa nyosha mkono unywe kuanzia leo. Nyosha mkono. Wale ambao hawanywi maziwa. Pale yuko naombea tu. Hapa wale ambao hawanywi maziwa hapo. Hiyo kitu itaisha. Yaani wana wa Israeli wanatolewa Misri, lengo ni wakanywe nini? Alafu hapa wewe hunywi maziwa. Kwa nini? Huko na wazee pia hawakunywi maziwa. Kama nakula kila kitu wana bahati. Sema chapa kila kitu. Na pia wamama watachapa kila kitu. Na vijana watachapa kila kitu. Kwa sababu tunavuka tuseme. Nataka tuende mbele za Bwana, mwambie Mungu inatosha, mahali nimekaa imetosha. Shida nilizokuwa nazo imetosha. Mateso yale nimekuwa nayo imetosha. Nataka kuvuka, nataka kuvuka, nataka kuvuka, nataka kuvuka. Nataka tupate wimbo kwa abudu, ninavuka ng'ambo, naenda ng'ambo ya pili. Naona wale waimbaji wanaojua huo wimbo. Nataka kuvuka
ya pili. Bwana nivukishe mambo ya furaha, mambo ya amani, mambo ya ushindi. Unataka kuvuka, ni nafasi yako mchana wa leo. Njoo niombe na wewe, Mungu akafanya jambo, ukavuka. Unataka kuvuka kama umepaa katika hiyo nyingine shida, umepaa katika hayo mateso, mchana wa leo unataka kuvuka. Katika nchi ya Misri, anataka kutoe katika jangwa, anataka kutoe katika mateso, anataka kufundishe ile mambo ya pili, ile mambo nyingine, ile mambo ya furaha, ile mambo ya amani, ile mambo ya uzima, ile mambo ya ushindi. Bwana anataka kufundisha, Bwana anataka ukavuke, Bwana anataka uvuke, Bwana anataka uvuke. Jombe, unataka kuvuka, unakuwa na ngao, unakuwa na lindi, hauwezi kuvuka, unakuwa mahali pamoja, haubadiliki. Bwana anataka kuvukisha, Bwana anataka kuvukisha, Bwana anataka kuvukisha, Bwana katikati yetu, bado mahali anataka ufike, bado anataka uvuke. Jombe, ukavukishe mahali uko, usiendelee kukaa katika yoyote. Bwana anataka kukufundisha mateso uliyokuwa nayo mchana wa leo, atakuja hapa. Bwana anataka kukufundisha, Bwana anataka kubadilisha, Bwana anataka kubadilisha, Bwana anataka kubadilisha.